Taasisi ya Ladies Joint Forum kwa kushirikiana na taasisi zingine zisizo za kiserikali imetoa tuzo za heshima kwa wanawake wanaojihusisha na sekta ya usafirishaji na uchukuzi, ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango wao katika maendeleo ya jamii na kuhamasisha kujiinua kiuchumi. Hafla hiyo imefanyika tarehe 28 Machi 2026 katika ukumbi wa TJMP Mabibo jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Rahma Kisuo kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, aliyekuwa ameambatana na mwenyekiti wa Baraza la Taasisi Zisizo za Kiserikali Bwana Japhet Makara, ambapo walikuwa na machache ya kuzungumza kuhusu tukio hilo. Wanawake mnaotunukiwa tuzo leo ni ushahidi kuwa inawezekana kuvunja vizingiti vya kijinsia. Tulikuwa tumezoea kazi za kiume, madereva tunajua wanaume, madereva bajaji wanaume, bodaboda wanaume, lakini mmeweza kujitutumua, mmevunja vizingiti. Zile kazi ambazo zilikuwa zinaonekana za kiume sasa zinafanyika na wanawake. Haya ni hakika, tunajivunia kuona wanawake wakifanya kazi kama madereva wa bajaji, madereva wa mabasi na malori, waendeshaji treni za mwendo kasi, makondakta na mafundi vyombo vya moto. Hawa tu si washiriki wa uchumi, bali ni vinara wa mabadiliko ya jamii na kiuchumi. Hata hivyo, washiriki wameeleza namna tuzo hizo zitakavyowahamasisha kujenga jamii yenye fikra chanya juu ya mgawanyo wa majukumu pasipo kuangalia jinsia. Naitwa Monica Madugu. Yes, ni dereva wa malori makubwa ya mizigo ndani na nje ya nchi. Familia yangu mimi kwa sasa hivi najivunia kwa kazi yangu niliyokuwa nayo, lakini mwanzo walipata shida sana. Walikuwa najua labda mimi kuna vitu vingine navifanya. Nilipitia mengi ambayo hayaelezeki na mengine yanaelezeka, lakini mimi kipindi najifundisha niliwahi kushushwa kwenye lori kisa mwanaume anahitaji rushwa ya kitu fulani, lakini nilisimama kwenye msimamo wangu mpaka leo mimi niko hapa. Kikubwa ni kumwamini Mwenyezi Mungu, ndio cha kwanza. Kingine pigania kitu ambacho unakihitaji. Unaona kama mimi nilikuwa napenda sana maroli, lakini mpaka leo nimefanikisha hicho kitu. Naona mshukuru sana Mungu. Mimi naitwa Zenobia Boniface Kimaro, ni mzaliwa wa Kilimanjaro, lakini nafanya kazi na mwendokasi Dar es Salaam UDART. Nimekuwa msafirishaji wa abiria kwa takriban miaka 5 sasa, nikiwa nabeba abiria kwenye vituo vyetu vya mwendokasi. Tuzo hizi mimi kwangu naziona kama ni motisha ya kunifanya niendelee kufanya kazi kwa bidii, kujituma, kufanya kazi kwa juhudi, kuwa mvumilivu kwenye kazi. Pia zinakuwa ni motisha kwa wale walioko nyuma yetu ambao wanataka kujifunza au kufanya kazi kama ninavyofanya mimi. Hii tuzo ni motisha kwamba ameona mimi nimepata, basi wanajua kwamba kumbe hili linawezekana, kwamba kazi ya kuendesha mwendokasi au mabasi au malori sio ya mwanamke tu au sio ya mwanaume tu.